I want to bring the word entitled Benefits of the Lord. Benefits of the Lord. Faida za Mungu. Faida ya Mungu. Faida ya Gai. I don't know whether you sometimes live na unajiuliza unaona faida za Mungu maishani mwako. So Psalms 103 from verse 1 inasema, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like an eagle. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Hallelujah. The benefits of the Lord. Faida zake Mungu. Kuna mama mmoja ambaye hadithi inapatiano ya kwamba alikuwa na mateso mengi sana. Alikuwa ameteseka maishani. Anaangalia upande wa east, anaona shida ni mingi. Akiangalia left, anaona mahitaji ya nyumbani imezidi. Akiangalia boma yake, anaona mume amemletea shida. And she came to a point of saying, alikuwa ameokoka, mimi I am giving up. Sioni faida ya Mungu. I can't see the reason as to why I can live for God. Mimi nataka kuacha Mungu. And I don't know whether sometimes you get to a place ambayo umezungukwa na mambo and the devil blinds you. Na nataka niseme shetani anakuweka pazia so that you don't see the goodness of the Lord. Duanagaweka wa Ngai. And this lady akasema, digothie tu oguo, I am going to go to God and tell him I am quitting. Nimeacha wokovu. Na kutoka siku ya leo mimi sijaokoka. Sababu nikiangalia wale hawajaokoka wanakaa kama wanaenda vizuri. Saa zingine unaangalia wale hawajaokoka unaona kama wanaenda vizuri kuliko wewe. Unaangalianga hivyo. Unaona bwana, these people is like they are doing better than me. Hallelujah. Jana nimeona amenunua V8. Isn't it? The other day amenunua plot. Na bado ni mtu wa mnyota. Bado anakunywa. Bado anaendelea na shughuli zake. He's an adulterer. Ena atumia taikuminana. Lakini bado ni msafi, anakaa vizuri. Na mimi niko hapa, niko kwa Mungu. Nasemanga tu tukutendereza. Lakini nikiangalia maisha yangu haikai vizuri. Do you ever get to that kind of a point? Aduagai, let's be serious here. Do you ever get there? Ukolia when? What is happening with my life? Sifue sana. Mimi niko kwa M-Shwari, niko kwa inaingine M-Kopa, niko kwa nini, nikitoka Fuliza, ninarudi pande hii nyingine. Do we get to that kind of a point? Huyu mama alikuwa amefika pale. Lakini when he went to God, alimwambia nitaenda kwa Mungu nimwambie ninaenda. Mungu akamkumbusha. Wakati ulikuwa mgonjwa nikakuponya. Wakati ambapo ulikuwa na shida nikakusaidia. Fulani aliaga, we haujaaga. Alipoangalia mambo ambayo Mungu amemtendea, akasema mambo ile Mungu amenitendea ni mengi kuliko ambayo hajanitendea. Akasema gotorera Ngai ucio. Even if things seems to be very difficult at the moment, but God is good. Na ndio akasema ya kwamba Ngai ni mwega, sema hingo ciothe. Na hingo ciothe Ngai ni mwega. All the time God is good. Praise the name of the Lord. Even me saa zingine najiuliza, there are people who don't even fast, but they seem to be doing better than me. Isn't it? There are people, wengine, they don't know God. Matthew Ngai. They never go to church. A friend of mine alikuwa ananiambia kwamba the last time alienda kanisani was Christmas. Na last year hakwenda. Sasa alikuwa ananiambia, leo tugathie kanithari. Last year kulikuwa kumefungwa Christmas, hatukwenda kanisani. Hata mwaka mpya hatukwenda. Niye ndiereka kanitha. Because he can't have time. Lakini ukiangalia, he seems to be doing good. He seems like, hariudo itaramenya, you can get disappointed with God. But let me tell you the truth. Hata wewe kuwa mahali siku ya leo, it is the hand of God. It has taken the hand of God. You wouldn't be the way you are. Na reke ide mwire,
Kuna msemo ambao watu wanasema ya kwamba Ngai ateithagia wĩteithĩtie, ya kwamba Mungu husaidia amejisaidia. Ni uongo. Hakuna mtu anasaidiwa kama amejisaidia. Tunasaidiwa kwa sababu hatuwezi jisaidia. Praise the name of the Lord. Ati wewe umejisaidia Mungu akaja kukusaidia. Hapana, Mungu hasaidiangi mtu amejisaidia. Mungu anasaidianga mtu hajiwezi kama Sami. Anamwezesha, anampa nguvu. This is the God we are talking about. Na ndio mwandishi wa Zaburi akasema hapa, praise the Lord, oh my soul, all my inmost being, praise his name. Praise the Lord, oh my soul, and forget not his benefits. Na usije ukasahau faida za Mungu. Hata kuna watu wengine wako mahali hapa. They can't give a tithe to God. Mateheaga Ngai tithe. Because they don't see faida ya Mungu. Mationaga faida ya Ngai. They cannot give anything to the Lord. They can't even worship God because hawaoni faida ya Mungu. Let me tell you the truth. Mungu ana faida nyingi. Na faida namba moja ambao ningetaka uangalia ambao tumeambiwa hapa. If you look at the benefits of God, faida za Mungu na ni nyingi. If we stood here tuseme testimonies ni nyingi. Huyu pastor mnamuona hapa anaitwa Pastor Rufus, ninampenda sana. Praise the name of the Lord. I think I have known Pastor Rufus for over how many years now? Over 25 years. Would that be true? Yes, right in high school. Bwana asifiwe sana. Nimemjua na ninyonete faida cia Ngai. Wewe haukuwa na katumbo vile univyo na ndio nikarabia kuumira. Faida za Mungu. Hallelujah. Ona atakihikitie Esther na Mungu akampatia. I knew him and I have known many of you. Wewe Sam, I knew you very much. Bwana asifiwe sana. Ororeria wari munini. Hallelujah. In those early days. Na rĩu ũraina nginya gĩcicio. Bwana atukuzwe sana. Faida za Mungu. And all of us can talk about the goodness of the Lord Makoha. We can talk about the goodness of the Lord. Praise the name of the Lord. Benefits of the Lord. Number one. The Bible says he forgives your sins. Faida ya kwanza. God forgives your sins. Mungu husamehe dhambi zako. Hakuna faida iliyo kubwa kuliko kusamehewa dhambi. There is no greater benefit of God than the forgiveness of sins. Kayaga kurekera mehia. Hallelujah. And you dare say the same God who forgave your sins, ndurona faida yake. That's what the psalmist says. Forget not his benefits because he forgives your sins. Romans chapter 5 and verse 8 says, Warumi 5, nataka tu uandike Romans chapter 5 and verse 8. Inasema, but Christ demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Yesu akadhihirisha upendo wake kwa jinsi hii. Wakati ambapo tulipokuwa wenye dhambi, Kristo akatufia msalabani. When nobody else could have died for us. And there was a text, I think, which was read I can't remember whether it was Pastor when he was preaching last Sunday. He read a text whereby it says, you know, it is easy for a friend to die for another. Ni rahisi kwa rafiki kufia rafiki mwingine. But you know, even when we were sinners, Christ died for us. Wakati ambapo hakuna mtu ambaye angekupenda akakusamehe. And not only that, even today, he forgives your sins. For the Bible says in the book of 1 John, nataka uandike tu 1 John chapter 1. 1 John chapter 1, verse 8 to 10 inasema ya kwamba, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth of God is not in us. Tukijiambia ya kwamba hatuna dhambi, tugira tutirewehia, tunajidanganya. Praise the name of the Lord. Na ukweli wa Mungu hauko ndani yetu. Niona nie ndugamite haha mwehio na wanyona no ngarekerwo mehia. Praise the name of the Lord. Mwehio na wanyona ithe wito wa igoro kuma gusharwo gwakwa iye no jeka
forgiven sinner today. I am looking at you and telling you, you are a forgiven sinner. You cannot stand in the presence of God who say, oh, behold the righteous one. Behold the righteous one. We stand, huwa tunasimama mbele zake Mungu on account of forgiveness. Hallelujah. Chris was preaching for us here on, was it on Wednesday? For fellowship. Akasema, what stands between me and sin is what? Grace. Bwana asifiwe sana. Alituambia, kile kinasimama kati yako na dhambi ni neema. Neema ya Mungu. That is what keeps you. Praise the name of the Lord. You know what the Bible says? Biblia inasema, even looking at a woman lustfully, you have committed adultery. Kumwangalia tu hivi. You have committed, how many adulterers am I looking at? Mwathani arogocwo. Mulikuwa andu a Ngai, muko. Bwana asifiwe sana. Hallelujah, Mr. Kimani. That's what the Bible says. The Bible says, hata kumudharau ndugu yako, you are a murderer. If you hate he who hates his brother, he is a murderer. Where are murderers? Na Biblia inasema, wauaji, adulterers, watafungiriwa nje na dogs. Oh God, may you forgive us. We stand in your presence not on account of righteousness, but on account of forgiveness. Wakati tunaangalia Yesu Kristo tunasema, I stand in your presence not because I am, I'm righteous, but I stand in your righteousness. He forgives your sins. This morning, God forgave my sins. Yesterday, he forgave my sins. I stand on this podium on the account of the righteousness of God. Don't forget the benefits of the Lord. Bwana asifiwe sana. Wewe jaribu kutenda kosa kwa mwingine. They carry it on. Wanasema, I will never forgive him. I will never forgive him. Praise the name of the Lord. Number 2, because of time. Anyway, and I want you to go still on the same. Read the book of 1 John chapter 2 and verse 1 to 2. Let me read that. Let me read that. 1 John chapter 2, verse 1 and 2 inasema, my dear children, I write this to you so that you will not sin. Simnasikia? I write to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense. Biblia zingine zinasema we have an advocate who stands on our behalf, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Amen. There is only one who stands between you and God. Kama vile ambavyo an advocate anavyosimama katikati yako na the judge. Si anasimama mahali pale. Ukiambia kwamba wewe ulitenda, advocate anasema hakutenda. Isn't it? Bwana asifiwe sana. Judge huwa anaona nani? Huwa anakuona ama anaona advocate? Huwa anaona advocate. Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu amesimama mbele ya Mungu, God does not see you. Anaona you through Jesus Christ. Wakati utajitoa kwa Yesu Kristo, you are directly responsible for your sins. Oh, ituhamu adu agai. Every moment Kristo anatoka mbele za Mungu, uko nidatika na ngaireu, unaanza kuwa accountable of your sins. Glory ya Mungu inatoka. Jwerera turonaga thaka, tunaanza kuona imechakaa. Ile uso tulikuwa tunaona imekuwa maridadi, tunaona wrinkles. Why? Because you are standing on your own. But now we stand on the account of Jesus Christ, the one who has forgiven our sins. Forget not the benefits of the Lord. Number 2, benefits. Number 2, benefits. The Bible says, he heals all our diseases. He heals all our diseases. Anaponya nini? Magonjwa yetu yote. He heals all our diseases. Amen. That's another benefit. Now, mtu mmoja alisema ya kwamba without sickness there can never be healing. Tuko pamoja? Ni lazima mtu awe mgonjwa ndio afanye nini? Ndio apone. Ndio tuseme ya kwamba he heals all our diseases. Including corona. Bwana asifiwe sana.
including cancer, including what? Can you mention it? Hiyo ambaye hata hawezi taja. Neno la Mungu linasema ya kwamba it is him who heals us. Amen. When tohonagia. And I want to declare this morning, kama ulikuja ukiwa mgonjwa, it is Jesus who heals our diseases. Hallelujah. And today you are receiving the healing from above. Bwana atukuzwe sana. Sometimes hata kama daktari amekutibu, you receive healing from above. Bwana atukuzwe sana. You know, the other day, and I want to say this with a lot of humility. Nilikuwa na shida ya tumbo sana when we had this occasion, when we had the, what were we calling it? The celebrations. Yeah? Na dedication ya plot. Nilikuwa na shida sana ya tumbo. Na nikajaribu kunywa dawa nikashindwa. Then, a person tells me, mtu ananiambia, twende pale Kalifalifi. Unajua Kalifalifi? Twende pale. Hasa a friend of mine tells me, twende pale, kuna hospitali pale. Yeah. Twende Kalifalifi. But all of a sudden I said, I was here in Thika, nikasema, sawa, wacha twende. By the way, let me tell you the truth. Sometimes I believe, sio daktari anakuponya ni Mungu. That is what I believe. I found somebody, the doctor who was there, hata hakunipima, hata nikajiuliza kama yule Naaman. Si hata angeweka mkono, ama angenipima. Ndio nisikia amenipima, aliniangalia, akaniambia unajisikiaje? Hivi. Akaniandikia, akaniambia enda uchukue dawa pale. Nikaenda pale kwa dispensing chemist. Hapo wanapatiana dawa. You know, nikapatiwa dawa, nikauliza how much should I pay? Nikaambiwa lipa 10 bob. 10 bob. Seriously, 10 bob. Lipa 10 bob. Yaka kitabu nilikuwa nimepatiwa. In fact nilimpatia 50 bob. I said, are you serious? Let me tell you the truth. Nilikunywa the first dose pale. Jioni, I was as fit as a fiddle. As fit as a fiddle. Bwana asifiwe sana. Nilienda nyumbani, sikuwa nakula chochote, nikasikia niko sawa. Nikasema, haya. I was only supposed to see mtu nione ya kwamba sio ile hospitali unaenda. Sio hata yule daktari anakutibu. It is God who heals you. Bwana asifiwe sana. He heals all your diseases. Na mimi sisemi usiende hospitali. I advocate for going to hospital. Lakini hata ukienda hospitali, remember one benefit ametuambia is that he will heal our diseases. He will heal us. Praise the name of the Lord. Kwa sababu Mungu ndiye anatuponya. Na kuna scriptures nyingi sana. If you look at Exodus 15, maybe you can write that, you read at home. Exodus 15 verse 26 and 27. Kutoka, that is Kutoka. Exodus 15 verse 26 and 27. Inasema, the Lord will heal our diseases. Anasema, I will not bring these sicknesses upon you, for it is me who heals all our diseases. Hallelujah. Na niko hapa without any fear, brethren. And I feel it in my spirit to declare to you, it is God who heals you. Hata ile chronic illness, hata ile ambayo tunaita hypertension, hata ile ambayo tunaita blood sugar, there is no sickness that God cannot heal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna, because it is him. That is one of the benefits. Isaiah 53 verse 5 and 4. Isaiah 53 verse 4 and 5 inasema, he was wounded, for our transgression, isn't it? Aliteseka kwa sababu ya dhambi zetu. Na Biblia inarudi kusema ya kwamba by his wounds we are healed. Can you lift up your hand useme, kwa kupigwa kwake nimepona. Kwa kupigwa kwake nimepona. I am healed. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. And I believe it is God who heals us. Matthew 8:17. It is our inheritance to enjoy good health. Hallelujah. Do you know sometimes you even need, unatakiwa kukumbusha Mungu yale matendo umemtendea na anakuponya. No yoguo. Reminding God. And we have an example of mtu anaitwa Hezekiah. 2 Kings chapter 20 verse 1 and 5. Mtu anaitwa Hezekiah alikumbusha Mungu matendo yake. Na nini nikionya dawe kashikoshia. Hallelujah. Kalivika na giangai. Nikumbusha nini? Mungu. Bwana asifiwe sana. Ara juzi mtu alitusomea neno, and I think I've read that word many times.
Mtu mmoja alikuwa anaitwa Dorcas ama Tabitha. Alienda, watu wakakataa aende. Leo ya guy. Mimi nikitaka kwenda watu wanaweza kataa niende. Igetua govie. Kuna watu wanaweza kataa. Hao walikataa wakamwambia Petro, twaguthaitha huyu dada arudi. Akasema huyu ndiye alikuwa anatushonea sweta, anatufanyia mazuri. Bwana asifiwe sana. Ginyanga yake mushokia kuma gikuini. Haleluya. Tawi uliatiriri mundu wa Ngai. Wewe ukitaka kwenda, watu wanaweza sema ni athie. Ama wanaweza sema woi. Ndio nori tuhuragira ite. Woi unoi naga kwa nori tuiragiria worship. Na niguo makibodi araguthaga. Bwana asifiwe sana. There are things you can remind God and people can remind God on your behalf. Hatu mauge huyo ndugu asiende. Huyo ndugu asiende. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mwingine anaweza enda lakini hayuko hapa. Atauga Nyaradire. Isn't it? Bwana. Sasa tena umekasirika. Sio wewe nasema. Nasema you also need to do something ili ya kwamba hata wakati uko mgonjwa unamwambia Bwana, God, I am reminding you. I am reminding you of the kind of thing I have done in your kingdom. Number 3, benefits of God. Number 3, 2. He redeems your life from the pit or from the grave or from death. He redeems your life from the grave or from death. That is verse 4 of Psalms 103 verse 4. He redeems. To redeem ni kufanya nini? Si mnajua kuredeem bonga points. Mtu akiredeem bonga points nini anafanyanga? Una redeem unafanya nini? Inaitwa kukomboa, ushikobora, isn't it? Ni zako unaziredeem, unazileta labda uzitumie kwa siku hizi nasema anasikia kwa kununua vitu, saa zingine hata kupiga simu, you redeem them. Ekaide mwere. Saa zingine huwa tunachungulia mauti namna hii. Mungu anaturedeem, anatukomboa kutokana na mauti. Unachungulia mauti, hukujua, but you are looking at this unasema, hapa ni Mungu amenikomboa. Oroshine Ngai agukuraga kuma gikuini. Kila asubuhi, praise the name of the Lord. Kila asubuhi, people are going, but you are here. Hallelujah. People are going. So it is God. One of the benefits is that God redeems his people. And I pray that God will redeem all of us from death. Hallelujah. God will redeem us from death in the name of Jesus. Juzi nilikuwa nasikia the CS anapatiana the statistics ya wale watu ambao wameenda juu ya hii corona. Na nilikuwa pale kwa screen nikaambia Mungu, God, I pray for every person who is born again, especially for the people who are in JCF, that God will redeem them from death. They will not die. Hallelujah. Because God redeems you. Gwere. Wengine wetu kama hawangekuwa wameokoka, wangekuwa wameenda. Umuthi, ungekuwa haupo. Hata mimi ningekuwa sipo. Mimi nikiangalia vijana wengine ambao niliwaacha hawajaokoka, wengine walikufa kwa chang'aa. Wengine waliuawa na magonjwa mengine. Wengine walikufa kwa sababu tu walienda wakagongwa tu na gari. Tuona mundu utari na Ngai atiga kurumwo ni ngui akarumwo ni mburi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hiyo tunasema unaacha kuumwa na umbwa, unaumwa na mbuzi. Na unajua mbuzi haiumangi mtu. Unakufa tu because you have no God. Woi gayaro muhonokia kurumwo ni mburi. Ili ya kwamba uweze kuishi kwa sababu Mungu anakuhitaji. He redeems you from death. And I declare in the name of Jesus, you will not die. You will live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Sisi tutaishi, Nathan. We will live to declare the goodness of the Lord. And I speak prophetically in Jesus' name. Hallelujah. Because it is God who redeems us. Praise the name of the Lord. Bwana unajua, when you are not born again, saa zingine, sijui kama ushaenda na matatu ukashikilia hivi viti. Kuna nimekaga huko. By the way, kuna matatu moja tulisafiri naye. Hiyo nafikiri the driver was not good. Mpaka nikamwanga, ndio hebu dorora goko na kana kweli he's okay. Na nikaona ako na stitch amepigwa hapa, nikasema wewe ni ana goizia ngari. Na unashikilia kitu, hakuna mtu anaongea na mwingine.
Akajua wote tunaogopa. Lakini even when you ride on that, he will still redeem you from death. He will still redeem you from death. And I'm speaking this, I have the heavenly message, you will not die. God will redeem your children from death. God will redeem your family from death. And even those who are sick, the Lord is healing them. And you know something that I want to tell us, even as I stand here. Wewe ambaye umeokoka, familia yako wanakuranga bonga points zako. Si unaelewa hiyo? Yaani umeokoka na Mungu anaangalia. Anasema, unajua one time he wanted to destroy Sodom and Gomorrah, he had to consult Abraham. Isn't it? Abraham, isn't it? He said, can I do this without consulting my friend? Sometimes God wants to destroy your family, but asema in that family there is a righteous person. I am not going to destroy. I want to destroy this husband, amenikosea, but the wife is born again. I am not going to do it. But the moment unaondoa hivi, umeondoa mpaka the covering of your family. And the devil can come in. You remember the book of Isaiah chapter 5 tuliambiwa? There is a fence ambao Mungu ameweka. Na wakati umeondoka kwa Mungu, fence inaondoka. Ilimwekaje kumugutha? Isn't it? Bara ikabia kuigera. Because umeondoa fence na wewe ndiye ambao ulikuwa umesimama at the gate of because of that family. Nitotolere igai. There are so many benefits, brethren. There are so many things that we benefit from the Lord. Petro wakati moja akauliza Mungu, na sisi ambaye tumeacha mali yetu, tumeacha watu wetu, ili ya kwamba tukufuate, tutafanyiwa nini? Mungu akamwambia kwamba mtalipwa hapa ulimwenguni mara 100 na zaidi, na mpate uzima wa milele mtakapofika mbinguni. There is every benefit of serving the Lord and also being in God. Now, my time is up, but I want to say this. You want to read the book of John 5, the gospel. John 5, verse 24. John 5, verse 24. And Hosea 13. Hosea 13, verse 14. Hosea 13, verse 14. Number four, as I come to a conclusion, and I want you to listen to this. Benefits of God. Benefits of God. Hallelujah. God crowns you with love and compassion. Hiyo inamaanisha nini? Akutia taji ya fadhili na rehema. Mungu anakutia taji ya fadhili na rehema. Fadhili na rehema. Compassion, love and compassion. Do you know that people who are born again are very lovely? And they are supposed to be lovely? They are supposed to be lovely. Some people here before they were born again, kabla hawajaokoka, they were difficult people. How many of us can attest to that? You are a difficult person. No getikia ale mundu muru. Oyagu kwa igoro we, kama unajikumbuka ulikuwa mtu hasira ni ya juu, unapandwa na hasira na moli. Lakini Mungu anapokuokoa akuhoreragia takasha uguo. Bwana asifiwe. Kuna wengine wako hapa mimi najua. Huwezi inua mkono. Na mimi najua ulikuwa mtu akikanyanga laini yako, wewe ni namba mbaya. Wewe Mungu anakuona. Ulikuwa mtu hatari. Na ndio mwingine akasema diare mundu mwe. Mwathani yake njiguira tha. Ni tha ndaiguirirwo ni Ngai nie. Praise the name of the Lord. Hasira, mtu mbaya, hana upendo, chuki. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu akakutia love and compassion. Hiyo ni fadhili zake Mungu. Praise the name of the Lord. Kuona mzee ameokoka na anaishi hapa, agoka kanitha, akahorera ta muthuri we haha, no ngidirona haha. Akirite tu mbere ya Ngai. Sio kweli ni Mungu. God gives us compassion, he gives us love, and that is verse 4b of Psalms 103. Matthew chapter 5 and verse 7. Mathayo 5:7. Inasema namna hii. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Heri walio na moyo wa upendo. Benefit moja ambayo Mungu anapatia watu wake ni upendo. Hallelujah.
na kuwa compassion, mtu mwenye huruma. Mungu aliongea kuhusu fadhili zake ama fadhili zake. If you read the book of Matthew, sina time lakini Matthew chapter 9 verse 36 inasema, when Jesus saw the people and they were harassed, he looked at them and he had compassion. Yesu akaangalia watu, akaona wamefinyika, hawana mwelekeo. Bible says he had compassion on them. If you read the book of Matthew chapter 20, andika to Matthew 20 verse 29 inasema, God had compassion on 2 blind men and healed their sight. By the way, sijui kama ushajua, when we talk about the blind Bartimaeus, unajua he is not the only one who was healed. Walikuwa wangapi? Alama hao ndio hedi ya blind Bartimaeus. Walikuwa wangapi? Makoha walikuwa wangapi? Walikuwa wawili. Ni vile tu tunasemanga the blind Bartimaeus wanawe waliliye muno. But there were 2. Go and read the book of Matthew 20 verse 29 to 34. There were 2. Mali arumere. Lakini mwenye tunasemanga aliponya the blind Bartimaeus, lakini walikuwa wanaitana wawili. Maybe Bartimaeus alikuwa anaitana sauti ile ya spana. Bwana! Na huyo mwingine anasema tuhurumie. Sasa sisi the Bible is very interesting, isn't it? Sasa sisi tunasemanga ule wao ni blind Bartimaeus, huyo mwingine yako wapi? Huyo hajaisikika. Sometimes it is good to shout. Hata hearing ikuja, shout hata kama ni soprano brother. Usiseme tu na bass honia honia honia. Utaachwa tu hapo. Dada anasema niponye. Glory be to God. So Yesu akawa na compassion na watu wangapi? Hawa, na akawaponya macho yao. Compassion is a good thing. Kuwa na huruma. When you look at people, hata kwa hii kanisa, we live because we are compassionate with each other. The love of God is in us. Without love, we cannot go anywhere. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo upendo, it is good for us to have the compassion. And finally, from the scripture we read, verse 5. Psalm 103 verse 5 inasema nini? Inasema, do not forget the benefits of the Lord, who satisfies you your desires with good things. Tusome mahali pale tuone ya mwisho nikitoka Psalms 103. Tusome hapo. He satisfies your desires with good. Psalms 103 verse 5. Inasema, are you seeing it there? Inasema, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Praise the name of the Lord. Yeye anakusatisfy, anakushibisha. Kusatisfy ni kukushibisha na vitu nzuri. Nani anapenda vitu nzuri hapa? Who loves good things? Tokeyegu wapako no kile otendete kaidage kuhe. Si unapenda vitu nzuri? Hata Mungu anajua hivyo. And he satisfies you with that. Kitu nzuri, rehema. Wale ambao wanahitaji wake wazuri, Mungu anawapatia. Bwana asifiwe sana. Glory be to God. Wale ambao wanahitaji kazi nzuri, he satisfies you with that job. Wale ambao wanahitaji neema nzuri, Mungu anawapatia hiyo. He satisfies you with good things. It is also God who satisfies you even with a good talent. Kiheo kiega. Bwana asifiwe sana. God gives that to you. Praise the name of the Lord. One of the benefits, another benefit that we can actually accrue from the Lord, anatupatia vitu nzuri. Hallelujah. And I am a witness. I am a witness of what God can do. God satisfies. Na hakuna one time, I wish I had time, ningewapatia a lot of testimonies of the many good things that God gives me. Those of us who know, the other day, niliwaambia, I was called by some people, some people. A bank wakaniambia kwamba, please come. Tuna mkutano na clients na staffs, the bank manager, kuja utuhubirie. Nikasema, what? In the morning. Nilikuwa nampigia namwambia,
Sasa nitawaambia, ananiambia ni saa 4, ananiambia tunakutana saa 8. Kuja, pastor kuja. Lakini nikasema I will go. Bwana asifiwe sana. And I went and I ministered. Na nikakuwa nikijiuliza, amongst all the pastors and bishops, why me? Nikasema it's because he satisfies his people with good things. Praise the name of the Lord. He opens doors that probably you could never have thought he can open. Bwana asifiwe sana. Nakwambia wapendwa, wachawi hawapatianangi vitu. Hallelujah. Kuna mtu mmoja alituambia, watu wengine wanasema shetani anapatiana vitu. Ukitajirika sana watu wanasema ni shetani. Lakini alituambia wakati shetani alitoka kule mbinguni au kirenake kutoka mbinguni, nini alikuja naye? Aharukiriogwe. In fact ni vile Biblia haijaandika. Aharukire nuru. Hakuna kitu alikuwa naye. Kiriogwa. Hata mtu mwingine alisema ya kwamba probably athiete bafu nigetha akawoshi. Au mabafu ikurukirio huko speed. No, sijaandikwa hapa. Lakini mimi najua mtajua mkifika huko. Mtajua mkifika huko mbinguni. Hana chochote. Sasa watu wanasema ya kwamba ati unaenda kwa mchawi akupatie. Unaenda kwa shetani akupatie. Yet the person who owns everything, who is God, is in you. Bwana asifiwe sana. Mungu mwenye ako na mali yote ako ndani yako. God has healing. God has jobs. God has everything. He forgives our sins. What can we go to the devil to do? Bwana asifiwe sana. God satisfies us with good things. In fact, that is what even Psalms 104 verse 28 says. Hebu tuende Psalms 104 verse 28 nikimalizia. Now I'm finishing for real, for serious. When you give it to them, they gather it up. Sitaki nisome hapo mbele kidogo, lakini nitaanzia verse 28 tu. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things. When God opens his hand, the Bible says when God opens his hand, he satisfies you with good things. Hallelujah. Praise the name of the Lord. When God opens his hand, Psalms 23, we know that. We don't even need to talk about that. Zaburi 23 inasema nini? The Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kupungukiwa ni kufanya nini? Kukosa. Praise the name of the Lord. I shall not be in want. Oh, may the Lord bless us. May the Lord take care of us. Inua tu mikono yako. Leo utainua miwili. Inua tu, weka tu bairo chini. Inua tu miwili. The Lord satisfies you. May the Lord fill your hands with good things. May the Lord fill you with anointing. May the Lord fill you with favor. May the Lord fill you with his grace. May the Lord fill you with his talents. In the name of the Lord, may you go to places you never thought you will go. May you possess whatever you never thought you will possess. In the name of the Lord, may you lay hands on people, let them be healed. In the name of Jesus. Bwana akuonekee uingiapo na utokapo. May your family be God blessed. In the name of the Lord, may favor locate you. In the name of Jesus, because he satisfies you with good things. He lifts you. He heals your diseases. In the name of Jesus. If there is anyone who came here with any sickness, I declare you are healed. You are being healed today. Katika jina la Yesu. Bwana analeta uponyaji. Bwana anakuinua katika jina la Yesu Kristo. May favor locate you. May the grace of God be evident. Oh, in the name of Jesus. Ndahoya Ngai arokura arogwika maundu mega. Ndahoya riu aria wega rirokwarira. Ngai arokuonekera. Ngai arokukonjorera guoko. Irathimo cia Ngai oge iguru riaku. Theinie wa ritwa ria Jesu. Utorie mbara ciothe. Oh, we bless the name of the Lord. We thank the Lord today. Thank you for favoring us. Thank you for walking with us. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your mercies. I feel like praying this morning that may the Lord defeat your enemies for you. May the Lord defeat your enemies for you. Enemy eriaga indo ciaku.
May the Lord defeat that enemy for you. In the name of Jesus. In the name of the Lord. I feel right here, there are people who are struggling with issues. You are struggling with debts. You are struggling with debts. You want to come out of debt, you go into another. You want to come out of a situation, you go into another. The Lord is saying today, He is locating you and helping you get out of that situation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we declare your power. Father, we declare your favor. We thank you, Father, for satisfying us with good things. We thank you, Lord, and we honor your name. This we pray in Jesus' name. Amen. May the Lord favor you. May the Lord walk with you. God bless us.